Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube pamoja na mitandao yetu ya kijamii. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho kwenye chaneli yetu. Leo sina maneno mengi sana. Nataka kusema maneno machache na wale ambao wanakusudia kwenda kufunga ndoa. Nataka kusema hivi, kabla haujaenda kufunga ndoa, ukiwa kwenye harakati za kutaka kufunga ndoa, ukiwa kwenye harakati za kutafuta mchumba, popote pale somo hili litakapokukutia, na kukumbusha uzisome aya 2 tu kwenye Biblia zikusaidie. Wakati umemuona huyo mwanamke ndiye anayekufaa, wakati umeona huyo mwanaume ndiye anayekufaa, sijui ulitumia neema ya Mungu kulijua hilo, ama ndio wale ambao zoa bulula, yani kilichomo mbele yako ndio hicho hicho. Sasa hayo mimi siingili, na kukumbusha wewe ambaye unataka kufunga ndoa, wewe ambaye una mpango kufunga ndoa, wewe ambaye unataka kuingia kwenye taasisi ya ndoa, soma aya 2 tu. Ya kwanza nimekusomea hapo mwanzoni, Waebrania sura ya 13 aya ya 4, nayo inasema hivi, narudia, mwanzo nimeisoma: ndoa na iheshimiwe na watu wote, pamoja na wewe unayefunga ndoa hiyo. Uheshimu ndoa yako. Yaani wewe baba uheshimu, wewe mama uheshimu, wewe kaka uheshimu, wewe dada uheshimu. Yaani muheshimu ndoa. Iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi. Sasa shauri lenu, mtandika vitanda, mtandiki. Neno la Mungu linasema malazi yawe safi, yaani pakulalia pawe safi. Anasema kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Sasa neno hili tuliweke akiba, naenda kukusomea aya nyingine. Marko sura ya 10 aya ya 9 inasema hivi: basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Ukikitenganisha utaingia kwenye uzinzi. Ukiingia kwenye uzinzi, ndipo Waebrania huu mstari wa chini anasema kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atahukumia adhabu. Na kukumbusha kwenye habari ya Marko sura ya 10 aya 9, basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Ndoa haitenganishwi. Mambo machache tu, mwenye masikio na asikie. Hizo aya 2 nimekupa kwa faida yako. Sasa kama unafanya mzaha, ukifikiria hapa tunakwenda kula chipsi kwenye habari ya ndoa, nimekupa mistari 2 tu, aya 2 tu zikusaidie kwamba unakoenda hauwezi kurudi. Hakuna njia ya kurudia. Hakuna. Yaani ukishafunga ndoa, lile geti ndio linafungwa, alafu safari ndio inaanza. Kwa hiyo kama hujaingia kwenye lile geti, kama unataka kurudi, rudi. Na kushauri katafakari tena. Lakini wewe ukiona kwamba uko sawa sawa, ingia kwenye hilo geti. Ukiingia kwenye hilo geti, waga linafungwa. Hakunaga kurudi nyuma. Huko ni mbele kwa mbele. Milima twende, mabonde twende, miba twende, maji twende, mamba twende, samaki twende, dagaa twende, futari twende, pilau twende, steki twende. Yani huko ni mbele kwa mbele. Mwambie mwenzio huko ni mbele kwa mbele. Mwambie wewe mwanandoa anataka kufunga ndoa, mwambie wewe anayejiandaa kufunga ndoa, huko ni mbele kwa mbele. Ambia nini vizuri? Ambia nini vizuri? Huko ni mbele kwa mbele. Sio mama, baba, mjomba, hao watakushauri tu ndugu yangu. Bwana hapa fanya hivi, hapa fanya. Na wanakushauri ili uende. Hakunaga kurudi. Hakuna atakayekuwa kushauri kurudi, kwa sababu neno la Mungu limesema vizuri. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asifanye nini? Asikitenganishe. Mungu ndiye anaunganisha ndoa.
Sasa kama Mungu kaunganisha ndoa, wewe mwanadamu una uwezo gani wa kutenganisha ndoa? Hakuna. Ila kama utakuwa uko tayari kuingia kwenye zinaa, uzinzi, uasherati ili ukakutana na adhabu ya Mungu, karibu. Lakini nimekukumbusha tu, wewe unajiandaa kuingia kwenye ndoa, kwa maneno mafupi sana, soma hizi aya 2 na uzitafakari kwa kina sana. Upo sehemu sahihi? Kama uko sehemu sahihi, nenda. Kama haupo sehemu sahihi, rudi tafakari. Ukiingia huko umeingia, hakuna kurudi nyuma. Shalom shalom. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho mafupi sana, lakini ana maana ukiyatafakari. Utaweza kutafakari mwezi mzima maneno haya ambayo nimekuambia. Mafundisho haya ambayo nimekuambia unaweza ukayatafakari kwa mwezi mzima, alafu utajiuliza kwa nini somo ni fupi sana lakini linatafakarisha sana. Hakuna mambo mengi hapa. Hapa tufundishane mambo mengi, tunakumbushana neno la Mungu limesema. Kwa hiyo ujue kabisa kwamba ukinywa sumu utakufa na ukinywa juisi utafanya nini? Utaishi. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.